Kiongozi, unaweza kujitambulisha kwa watazamaji wote ambao wanakufikiria leo? Komanda Force Omari Namtaga wa chama wa movement ya MPDAC. Ndio kiongozi Omari Namtaga, leo umetoka kushimika viongozi wako, labda tungetaka tujue malengo ya kuwashimika ilikuwa ni yapi? Asante sana. Leo na kwa kufatana na organization ya kazi ya arme, na labda unaweza kututajia wale watatumika katika maaksi gani? Wale wa viongozi wenye unasikia ya kwamba nataja, kuko komanda wa premier secteur atatumika mu axe ya Kasenga, komanda wa deuxième secteur atatumika mu axe ya Kamvimvira, komanda wa troisième secteur ni komanda mwenye ko katika muregio ya Shaba Tanganyika yaani. Komanda wa quatrième secteur atatumika mu axe ya Lemera. Na hao wote unawaambia nini kwa kwenda kutumikia raia, kwa sababu katika hotuba yako ulisema kwamba wanatakiwa kulinda raia na mali yao, ambao wameenda kutumika mbali na wewe wakati wameenda kujitegemea? Asante sana. Na watakia kwanza kazi njema na mahali wanapoenda, kwa kufatana raia ina malalamiko ya mingi, raia inateseka, na sisi tumejitoa kwenda kutetea raia, kugombania nchi. Hususan ni mweneo zenye ziko mbali. Tuanzie kwanza kwa Kalemi. Unajua Kalemi kuna matatizo wengi, kuna wale wanapopiga raia mishale, kuna wengi wanaiba raia katika njia za kutoka Misisi kwenda Kalemi. Ikaonekana ya kwamba komandema ya MPDAC itie ule komanda sekteri pale kwa kwenda linda ile raia ya pale, kwa kujitoa kwa moyo tulijitoa nayo ya kulinda raia na mali yake. Labda ujumbe kwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, ambaye alisamanisha wazalendo kuwatoa porini na kuwaleta ili mtetee ardhi yenu, labda ujumbe kwake ni kwa rais wetu, mzalendo wetu wa kwanza, ni ujumbe wa kusema ya kwamba tunaendelea kumpenda sana na kazi anapoendelea kufanya, na napashwa kuona ya kwamba jeshi la kizalendo ya movement ya MPDAC iko organizeni, iko tayari kumusapoti kwa kila sana dakika. Kumbe kuu anapashwa kuona ya kwamba jeshi ya MPDAC movement iko organize kila mahali kwa kutetea nchi. Kamanda wa MPDAC, kama gisi unatoka kuzungumza, unaweza kutoa nini na ujumbe vile vile kwa unité spéciale? Najua kama wewe ni miongoni mwa unité spéciale, unasema nini kwa viongozi wenzako wa unité spéciale? Asante sana. Katika ujumbe wangu kwa unité spéciale, mimi mwa unité spéciale mimi ndio niko chargé na operation. Naweza nikatoa kwamba organization hii unité spéciale inaweza kuwa mfano hata kwa wengine wa viongozi wenye hawajaorganize wenye biko unité spéciale. Kwa juu wakati tuko tunapata order ya kutoka kwa unité spéciale tuende mahali fulani, kunakuwa matatizo ya kujua kamanda gani mwenye ataenda, na baadaye yule kamanda hajapangwa, hajui mimi niko hapa, mpaka wangu ni hii, nikishaingia mwa hii mpaka nishaingia mweneo ya mwingine kwa gisi ilivyo. Kumbe ni ujumbe kubwa sana kuambia watu wote wa unité spéciale ya kwamba movement ya MPDAC iko organize na iko tayari kwa vyovyote vile kwa kutumika katika chama, katika unité spéciale kwa kazi iko naendelea kufanya ya operation. Kiongozi wa operation hapo Mpoli ya Ruzizi, je, kuna tegemeo tena kugomboa Kamanyola? Ya, hapo naniuliza swali nzuri sana. Kuna tegemeo kubwa tena zaidi ya kugomboa Kamanyola, Bukavu hadi Goma, na kuna baki muda mchache usikie ya kwamba unité spéciale iko maeneo hayo. Na mimi naitwa Ngalonga Amibe, kiongozi ambao amepewa mamlaka hapa kwa unité spéciale ya Force Omar Namtaga. Ndio, leo umechaguliwa kuwa kiongozi ambaye utaongoza eneo la Kasenga. Labda tungetaka tujue wewe utatumika namna gani kwa ushirikiano kati ya wazalendo wenzako na raia? Ndio, kati ya kutumika katika wazalendo wenzetu, nadhani katika sisi wazalendo wenzetu hakuna tatizo moja,
kwa sababu kazi ambayo tumepewa kazi ya kulinda raia na mali yake na mipaka ya nchi. Ndio, Kasenga ni nafasi kubwa sana ambayo kila leo kunaripotiwa kulia risasi kila leo. Itatumika namna gani ili kukomesha hii hali? Ndio, kwa kutumika kwa sababu ya ile masasi iko inapatikana kila sana dakika mweneo wa Kasenga. Sasa tumepewa mamlaka ya kuchunga raia na mali yake. Tutafuatilia ule adui na lile risasi ambayo liko najitokeza katika Kasenga. Tutafanya doria kwa kulinda wale wahalifu ambao wako napenda kuya haribu mji ya Kasenga. Naambia raia nini wa Kasenga ambao utawalinda? Naambia raia wa Kasenga wakuwe salama, ambapo risasi zitasikika, sisi tuko tayari kufika pale na kufuatilia ile risasi yenyewe inatokea katika eneo hili. Naitwa Cobra Mseremu Andre. Umeteuliwa kuwa kiongozi wa sekta ya Kavivira katika kundi la MPDAC. Unasema nini kama furaha yako? Ndiyo, furaha yangu, ninafurahia kiongozi ambaye anayetushimamia katika komandema yetu ya MPDAC ambaye anaitwa Omari na Mtaga, kwa kunipatia uongozi wa kuongoza sehemu ya Kavivira. Namshukuru sana. Unasire nini population? Unasema nini kuhusu uongozi wangu? Nataka kuambia raia yenye ninapatiliwa kuongoza mweneo ya Kavivira wakuwe na amani, kama inatafuta kuwa tofauti na wakati ambayo tulikuwa tuyapewa uongozi. Jina naitwa Santos Mugabe. Ndugu Santos Mugabe, unateuliwa kuongoza sekta ya Kalemi huko maeneo ya Katanga. Tuambie, unafuraha gani kwa kuteuliwa ndani ya kundi ya MPDAC? Kwa ya kwanza namshukuru kiongozi mwenyewe aliniteua kwa kuwa kiongozi. Ya pili, mimi nitaongoza ile Tanganyika pamoja na Mungu. Sitaongoza kwa nguvu zangu mimi mwenyewe, kwa uwezo wa Mungu ndio tutaongoza. Mara kwa mara tunasikia huko watu fulani wakatakatanga wanani wanajichomoza. Uko tayari kabisa kudefend raia huko? Tutaidefend pamoja na maongezi ya Mungu. Jambo papa. Kwa majina naitwa David Somaeli Runyambo. Mimi niko komanda secteur wa 4e secteur mu Mweta Majoro force ya General Kumeta Kirungwe. Unasema nini kama maoni yako baada ya kuteuliwa kuongoza hiyo sekta ya maeneo ya Kirungwe? Sekta yangu ya maeneo yangu ni Lemera, Plene, kuanzia maplene Maluvungi, Sange na hadi kule Marubarika, hadi kule na Makamanyola kupanda vilima. Maeneo yangu nasema kwa kwamba kwa sababu kule ndio tunajua maadui zingazi zinaegamia, lakini kwa nguvu ya Mungu na pamoja na sisi viongozi tutafanya kazi kwa kufuatilia kidogo kidogo usalama kwa ile miji yote ya Plene na milima yetu ya mji wa Lemera. Tutaifuatilia kabisa. Raia wa hiyo vijiji waseme nini kuhusu uongozi wako ambao unapewa? Raia wa kule najua hata sasa hivi bananijua na nishawahi kutumikia sana kule, natumikia kule na kule ni nyumbani, na nawaambia tu kwanza watulie na Mungu awabariki pamoja na shida walipata, ila pamoja nao tuko pamoja nao kwa kuwalinda na kuletea usalama. Kwa ajili usalama sio mtu mmoja, usalama ni watu yote. Tushikamane nao na sisi wajeshi tutajua usalama kwa Mungu utatokea kazi gani.